Utabiri wa nyota yako leo Jumatano tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati pale tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 20. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Mwariko wa tukio la kusisimua upo njiani na unakuahidi kukuweka kwenye hali nzuri ya moyo. Kuna uwezekano wa kupuuza afya yako kwa sababu ya ratiba yenye shughuli nyingi. Hali yako ya kifedha inabaki kuwa thabiti na kuna dalili ya mapato ya ziada. Wafanyakazi wa kujitegemea na washauri watafurahia kipato kizuri. Utatumia muda mzuri na marafiki au jamaa siku hii ya leo. Safari ya nje ya nchi itatimia kwa baadhi yenu na itakuwa ya kufurahisha sana. Unapaswa kuendelea na mpango wa kununua mali isiyohamishika. Katika mapenzi siku hii ya leo, siku hii si nzuri kwa kupendekeza jambo la kimapenzi kwa mpenzi wako. Rangi ya bahati ni samawati ya bahari, herufi ya bahati ni R, nambari ya bahati ni 10 na 14. Nyota rafiki siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Samaki. Jitahadharishe na nyota ya Ndoo. Mafusho ni udi mwekundu, manukato ni miski ya Kiarabu. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 10:30 jioni. Tukiangazia nyota ya Ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 21 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo natarajiwa kufanya vizuri katika masuala ya kitaaluma. Chaguo lako la mtindo wa maisha yenye afya litakuletea matokeo chanya. Uwekezaji wa awali unaoiva sasa utakuimarisha kifedha. Unapaswa kumchunguza kwa makini mfanyakazi au msaidizi kabla ya kumpa jukumu muhimu. Ushauri mzuri utamfaa sana mwanafamilia. Wanaopanga likizo watafurahia muda wao. Utafanikiwa kupata mkopo wa kununua nyumba unayoitamani. Katika mapenzi siku hii ya leo, jioni ya kimapenzi inasubiri wale walio kwenye uhusiano wa kimapenzi. Rangi ya bahati ni zambarau, herufi ya bahati ni P, nambari ya bahati ni 2, 4 na 6. Nyota rafiki leo ni Samaki na nyota ya Simba. Jitahadharishe na nyota ya Mizani. Mafusho ni sandalwood, manukato ni rozi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 9:30 alasiri. Tukiangazia nyota ya Mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 21. Kumbuka hii ni nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Uwezekano wa kununua mali mpya uko wazi. Mtu fulani anaweza kukushawishi kushiriki katika jambo lenye hadhi kubwa leo. Wale waliokuwa wagonjwa kwa muda wataanza kupata nafuu. Uwekezaji ulioweka huenda usilete faida ulioitarajia. Kazi yako itahitaji msaada wako leo, hivyo toa msaada bila kusita. Leo utajitolea kusaidia katika shughuli za nyumbani. Unaweza kupata fursa ya kusafiri kwenda eneo la kuvutia kwa mwaliko maalum. Katika mapenzi siku hii ya leo, wanaotafuta wenzi wa ndoa watapata mtu anayewafaa. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, herufi ya bahati ni E, nambari ya bahati ni 20 na 22. Nyota rafiki leo ni Samaki na Mizani. Jitahadharishe na nyota ya Mashuke. Mafusho ni udi wa kijani, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 7:30 mchana hadi saa 9 alasiri. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 22 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Huenda ukapanga safari ya nje ya nchi kwa shughuli za kijamii. Baadhi yenu mtakwenda kukagua nyumba au ghorofa mlionunua na bado haijakamilika. Mambo fulani yataanza kuwa wazi na yatakupa mtazamo mpya. Rafiki atakuhamasisha kuanza mtindo wa maisha wenye afya. Kuongezeka kwa kipato kunatarajiwa kwa baadhi yenu. Kazi yako itaendelea kwa utulivu, lakini usijitwike majukumu zaidi ya uwezo wako. Utapata muda wa kuwa na wapendwa wako kwenye maisha ya kijamii. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, unaweza kusita kueleza hisia zako kwa mpenzi wako. Rangi ya bahati ni maroon, herufi ya bahati ni A, nambari ya bahati ni 6, 8 na 10. Nyota rafiki leo ni nyota ya Ndoo na nyota ya Mapacha. Jitahadharishe na nyota ya Nge. Mafusho ni udi wa blue, manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10:30 alfajiri hadi saa 12 asubuhi. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 23. Kumbuka hii ni nyota ya 5
katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Wale wanaosafiri vijijini watafurahia hewa safi na mandhari ya asili. Hatimaye unaweza kumiliki mali isiyohamishika ambayo umekuwa ukiitamani kwa muda mrefu. Mambo fulani yataanza kuwa wazi na yatakupa mtazamo mpya. Kuanza mazoezi kutakusaidia kushinda uvivu. Hali yako ya kifedha inatarajiwa kuwa imara, hasa baada ya kupitia upya mipango yako ya uwekezaji. Katika kazi yako siku hii ya leo, unazidi kupata uthabiti na kujijengea jina. Huenda usiwe na hamu ya kushiriki jambo ambalo mwenza wako anatamani. Katika mapenzi siku hii ya leo, mtu unayempenda anaweza kuchukua hatua ya kwanza. Rangi ya bahati ni samawati nyeusi, herufi ya bahati ni D, nambari ya bahati ni 7 na 9, nyota rafiki leo ni nyota ya mapacha na nyota ya nge, jitahadharishe na nyota ya samaki, mafusho ni udi mweupe, manukato ni sandalwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 11 alfajiri hadi saa 12:30 asubuhi. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 24 hadi Septemba 23. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utakuwa na uwezo wa kuelewa maoni ya wengine zaidi ya hapo awali. Mtu fulani atakushawishi kuzingatia mazoezi na afya. Ongezeko la mapato litakupa kujiamini zaidi. Wafanyabiashara wataona mwelekeo mzuri wa faida. Mtu wa karibu anaweza kukuletea heshima au maarufu. Wale wanaopanga kwenda matembezi watafurahia safari yao. Hata hivyo, wale wanaotafuta makazi mapya huenda wasirizike na chaguzi zilizopo. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, wanaotafuta wenzi wa ndoa wanaweza kupata mtu anayewafaa. Rangi ya bahati ni njano hafifu, herufi ya bahati ni M, nambari ya bahati ni 1, 4 na 11, nyota rafiki leo ni nyota ya mshale na nyota ya kaa, jitahadharishe na nyota ya ng'ombe, mafusho ni udi wa mchaichai, manukato ni lavenda. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 9:30 alasiri. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 24 hadi Oktoba 23. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Jaribio jipya la mazoezi linaweza kuanza kuonyesha matokeo mazuri. Huenda ukahitajika kuchangia pesa kwa jambo la pamoja. Kunaweza kuwa na ucheleweshaji katika kuwasilisha ripoti muhimu kazini. Mtu wa familia anaweza kukuletea fahari na furaha. Safari na mtu unayependana naye itakuwa ya kufurahisha. Wanaouza mali isiyohamishika watapata faida nzuri. Usichukue hatua yoyote ya kijamii bila kuwashirikisha wengine, kwani inaweza kusababisha matatizo. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, mkutano wa ghafla na mtu unayempenda utakuweka kwenye furaha. Rangi ya bahati ni maroon, herufi ya bahati ni R, nambari ya bahati ni 6 na 10, nyota rafiki leo ni nyota ya mashuke na nyota ya mshale, jitahadharishe na nyota ya mapacha, mafusho ni udi wa waridi, manukato ni muski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4:30 asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 24 hadi Novemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Mgeni anaweza kuleta furaha nyumbani na kuifanya siku yako kuwa ya kufurahisha. Unatarajiwa kubadili mtindo wako wa maisha kwa afya bora. Uwekezaji wako unaweza kuleta faida nzuri. Wale walio kazini wanaweza kupata nafasi nzuri ya kupandishwa cheo. Ni muhimu kutumia muda na mwenzi wako leo, usimpuuzie. Hii ni siku nzuri kwa safari fupi ya starehe. Wengine wanaweza kufikiria kubadilisha mali ya ulisi na nyumba mpya. Katika mapenzi siku hii ya leo, siri zako za kimapenzi zinaweza kufichuka kwa wengine. Rangi ya bahati ni kahawia nyepesi, herufi ya bahati ni T, nambari ya bahati ni 8 na 16, nyota rafiki leo ni punda na nge, jitahadharishe na nyota ya ndoo, mafusho ni udi wa mti wa agal, manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 11:30 alfajiri hadi saa 7 mchana. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 23 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utajitahidi kuboresha hali yako ya kifedha. Utaweza kueleza mtazamo wako kwa ufasaha kazini. Matumizi yanaweza kuwa sababu ya mivutano kati yako na mwenzi wako. Safari fupi ya kupumzika inaweza kuwa chaguo lako bora. Wengi wenu wako karibu kuanza ujenzi mpya. Kujihusisha zaidi na masuala ya kitaaluma kutakusaidia sana.
Afya yako itaendelea kuwa bora. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, hisia zako za kimapenzi zitajidhihirisha leo. Panga kitu maalum kwa ajili yenu wawili. Rangi ya bahati ni samawati ya bahari. Herufi ya bahati ni Y. Nambari ya bahati ni 10 na 12. Nyota rafiki leo ni Simba na Nge. Jitahadharishe na nyota ya punda. Mafusho ni udi wa kahawia. Manukato ni liang-liang. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 6:30 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 21. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Kuanza mazoezi ya kila siku kutaleta faida kubwa. Uwekezaji wa awali utazaa matunda. Utaonyesha uwezo wako kazini kwa kumaliza kazi ngumu kwa ufanisi. Utapata furaha ukiwa na familia na marafiki. Safari fupi itakuletea starehe. Wale wanaouza mali wanatarajiwa kupata faida kubwa. Usisahau jukumu muhimu, la sivyo utapata matatizo. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, panga kitu maalum cha kimapenzi leo. Rangi ya bahati ni chocolate. Herufi ya bahati ni A. Nambari ya bahati ni 3, 6 na 9. Nyota rafiki leo ni Kaa na Mizani. Jitahadharishe na nyota ya mapacha. Mafusho ni udi wa kahawia. Manukato ni oudi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 7 kamili mchana hadi saa 8:30 mchana. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 22 hadi Februari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Utapata upendo na msaada kutoka kwa familia yako leo. Hata hivyo, huenda mipango yako ya likizo fupi ikacheleweshwa kwa sababu ya majukumu ya kikazi. Inashauriwa kuwa makini na masuala ya ardhi au mali, kwani huenda yakahitaji umakini wa kina. Watu wengine wanaweza kutumia fadhila zako kwa manufaa yao, hivyo kuwa macho. Afya yako itaendelea kuwa nzuri. Utaweza kupata fedha kwa ajili ya kununua kitu muhimu. Juhudi zako kazini zitazaa matunda na kupokelewa kwa uzuri. Katika mapenzi siku hii ya leo, wengi wenu mtakutana na mtu anayeshiriki maslahi na mambo mnayoyapenda. Rangi ya bahati ni zambarau. Herufi ya bahati ni N. Nambari ya bahati ni 9 na 12. Nyota rafiki leo ni nyota ya Nge na Ndoo. Jitahadharishe na nyota ya Mizani. Mafusho ni udi wa mrehani. Manukato ni vetiver. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9:30 alasiri hadi saa 4:30 usiku. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 20 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Juhudi zako katika masomo au kazi zitakuletea mafanikio makubwa leo. Afya yako iko katika hali nzuri, hasa kwa wale waliokuwa wakiumwa. Katika masuala ya kifedha siku hii ya leo, utaweza kuokoa fedha kwa kutumia mbinu nzuri za bajeti. Changamoto kazini zinaweza kuwa ngumu, lakini usikate tamaa, kwani suluhisho lipo. Muda mzuri na mwenzi wako wa maisha utakuletea furaha. Wengine watafanikiwa kusafiri nje ya nchi kwa ajili ya shughuli rasmi. Unaweza kupata fursa nzuri ya ununuzi wa mali isiyohamishika kwa bei nafuu. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, kujiamini kutakusaidia kufanikisha mambo yako ya kimapenzi. Rangi ya bahati ni njano hafifu. Herufi ya bahati ni K. Nambari ya bahati ni 5 na 10. Nyota rafiki leo ni nyota ya Mizani na Punda. Jitahadharishe na nyota ya Nge. Mafusho ni udi wa jasmine. Manukato ni rose. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 9:30 alasiri. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumatano tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025. Nikusihi usikose kusubscribe, kisha kulike na kukomenti na kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia makala zetu. Basi mimi sina la ziada, niwatakie usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.